Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata nami kwa majina ni Charles Kimuthia, mhudumu huko Kambani Kamuru, kama unasikia Kamuru huko, tuko huko. Leo hii niko peke yangu, siko na my partner ama siko na naye atakuwako kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo munipe tu hiyo kwa sababu imekaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kesho tutakuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba tumesikiza neno. Nalo neno limetufunza mambo mengi. Na kuna kitu moja changamoto nimekuwa nikisikiza wakati wahubiri walikuwa na hubiri. Na nikaona ukweli wa mambo, tumetoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka mbali. Kwa sababu kwanza kwa upande wangu nikikumbuka nilikuwa ile neno tumesoma katika Titus 3:3 ambayo inasema hapo zamani tulikuwa watu wajinga. Bwana asifiwe. Nikajipima, nikaona ya kwamba ukweli wa mambo tulikuwa wajinga. Kwa sababu kuna yale mambo ambayo yalikuwa yametulemea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa changamoto ni kujipima kwa wakati huu. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba neema iliposhuka tukabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa letu ni kujipima kama bado niko kwa upande wa ujinga ama neema ilinibadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi najipima, naona kama kuna kitu ambayo najisifia siku ya leo. Mimi nilikuwa na pepo moja ambayo kuna pepo ya hasira na nimepigana nayo. Kwa sababu ungenikosea uzungumze mambo mabaya kunihusu, nilikuwa na isi uchungu mpaka ninagojeka. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasikia hata nimekuwa mgonjwa kama sitafanya jambo. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasikia napushiwa mpaka nifanye jambo ili nisikie kwamba nimeridhika. Na hiyo nayo nilikuwa nayo wakati tukiambiwa kwamba wakati tulipokuwa wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neema ya Yesu ikashuka. Bado nikasikia nikitembea, nikiguzo kidogo, hiyo kitu inaamuka. Bwana asifiwe. Nikizungumza hivyo, najua kila mtu anajijua. Maana katika maandiko inasema ya kwamba hakuna katika kitabu cha Yeremia 17:9 inasema roho ndiye mdanganyifu kuliko vitu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ina maneno ambayo ni ya kuficha. Nani awezaye kujua? Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu ndiye anayefafanua na kutembea katika mioyo yetu na kufahamu kile ambacho umeweka katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa la kushangaza ni hili, ya kwamba Mungu anapotembea, akija akipata bado Mr. Charles bado ana hasira. Bwana Yesu asifiwe. Anaibariki. Hiyo ndio kitu imeweka huzuni. Anaibariki. Kwa sababu gani? Alikuwa aje kutembea apate neno, lakini baada ya kupata neno anapata bado hasira hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu lazima tujichunguze, tujue ni jambo gani imebadilika ama bado mimi ni yule wakali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimekuwa nikijaribiwa na yale mambo ambayo nilikuwa nayo. Kwa sababu hebu angalia, Mungu naye ni nani? Anakujaga tu kwa kile ambacho uko nacho. Tena anatumia yule ambaye yuko karibu kuguza moyo wako, aone kana kwamba wewe bado ni wakati wa ujinga ama umebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Neema iliposhuka ilikubadilisha ama bado uko katika sehemu ile ya ujinga? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nyakati hizo tulikuwa watu ambao tunachukiza. Bwana asifiwe. Kwanza imenishangaza sana. Ati
ati tulikuwa tunachukiza na tunachukiana. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa watu ambao hawajielewi na hawajifahamu. Tulikuwa watu ambao ni walevi, tulikuwa watu ambao ni wazushi, tulikuwa watu ambao tulikuwa na mambo hayo mengine ambayo yametajwa na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neema iliposhuka, Bwana Yesu asifiwe, ikaja itubadilishe. Kwa sababu utaona neema iliposhuka tulibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa wa hasira tukawa nini? Sasa badala ya hasira inatafuta soda ya faa. Sijui kama mnashikanga hiyo. Kukinenwa moto unatafuta soda ya faa. Sijui kama tumefika hapo. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati mmoja nilijaribiwa. Niko tu nimeokoka. Naye Mungu ni mzuri sana. Kwa sababu anataka tuokoke. Na katika mioyo yetu tuweke neno lake. Kwa sababu tunapewa neno kila siku. Kwa sababu gani? Tuwe ndani yetu ni neno ambayo inazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yale ya kale yawe yameisha, kile kimebaki ni neno. Nayo neno ndio itakayosimama kwa sababu ni pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo litaniokoa, litakuokoa wewe. Kwa shida zozote, tukiweka neno, hakuna jambo lolote litakalosimama mbele yetu. Kwa sababu tunayo neno ya kutusaidia kwa kila jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukikosa neno, hebu angalia shida vile zinakujaga. Kwa sababu tunatuambia kwamba kuna siku moja hata ndugu yangu amenikumbusha. Simu yangu iliibiwa. Na nakumbuka ya kwamba kulikuwa ni wakati wa COVID. Sasa mahali tunatoka kulikuwa na jam sana, maana juu ya hii kazi watu walikuwa watoka mapema wanakimbia nyumbani, wanakutana wote barabarani. Sasa jam inakuwa kubwa sana. Sasa sisi kwenda town ilikuwa inabidi tutoke na road west, tutembee na miguu mpaka town. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulikuwa tunaenda haraka. Unaharakisha juu ya time ya kazi. Unafika town, ukipanda gari umeloa jasho. Sasa inabidi ufungue kioo. Ndio basi kienda, baridi fanya nini? Sasa niliweka simu yangu hapa, nikasahau iko wapi, na nikafungua kioo. Nikakaa starehe nipigwa na baridi. Na kuambia niona simu yangu juu. Nilionea juu. Na ikaenda. Na hiyo jambo iliniuma. Nikaenda nyumbani nikaomba, nikauliza ni kwa nini? Basi nikajibiwa. Mungu ni mwema sana. Nikaona niko kanisani kama hapa nipo. Ninahubiri. Bwana asifiwe. Nikuhubiria watu kama vile naongea neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa ile kitu nahubiri. Niko naambia watu hivi. Wandugu na wadada, mtu ambaye hatoi fungu la 10, huyo mtu Mungu akimuona anaonana yeye namna gani? Watu wote wakasema wizi. Baka nilistuka nikaamuka. Bwana asifiwe. Nilistuka nikakumbuka kuna mahali nilikuwa nafanya na nikasimama kidogo. Kumbe Mungu amekuja ili aweze kunifundisha. Na funzo lake ni nzuri sana. Lazima uumie. Kwa sababu mwizi anakuwa na fellowship na wezi. Sasa kama wewe ni mwizi, ndugu zako ni akina nani? Basi utatembea kibeti umeweka mbele kwa sababu unahofia kibeti itae. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijua ya kwamba nilipojua hivyo, nikajua sasa ile uchungu nilikuwa nimesikia yote nikatoa. Nikajua sasa wacha niombe Mungu nirudie laini yangu na nitafute siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimejua shida yangu iko wapi. Kwa sababu tunasema ya kwamba neno ni nzuri, kwa sababu maandiko yanasema hiyo 9 Isaia 17:9 inasema yeye utembelea roho akijua kile kiko ndani. Kama kuna neno, anabariki neno. Na acha nikwambie kitu moja ndugu na dada, ukibarikiwa neno. Nani tajiri amekuzidi?
Dada yetu ametuambia hapa, akatuambia kwamba jueni ya kwamba nyinyi mko ni matajiri, na vile mko pahali ambapo hamuelewi. Jaribu kutoa kichwa nje. Nimeshika vizuri sana, ndio utajua kile kiko nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mahali tumewekwa, tumefichwa na neno la Mungu, na hili neno la Mungu ndilo ambalo Mungu anataka tuliweke ndani ya mioyo yetu, tusiweke mambo mengine. Hili neno lilikuja libomoe kile ambacho kilikuwa ni cha kale. Bwana Yesu asifiwe. Ili neno ikipandwa ndani yangu, wacha nikwambie, utakuwa unatembea hivi hata wazimu anasema yeye ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukweli wa mambo leo hii, tukiona wazimu ako laini hii, atafutana na nyingine, tusikutane. Kwa sababu gani? Unahofia nini? Mkikutana atakuwa hivi. Lakini kama anajua wewe ni mtumishi wa Mungu, kama anaona neno ndani yako, atapiga magoti kama ule wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio sababu neno Mungu anataka hilo neno tuliweke ndani ya mioyo yetu, ili liwe na mazao ya kuzaa kile tunahitaji katika maisha yetu. Kwa sababu Yesu alisema si maneno mbili, neno moja litafanya nini? Yesu alisema namna gani? Litaweka mtu uhai. Neno moja tu. Lakini angalia, ukikosa hata hiyo moja, Bwana asifiwe, hata hiyo moja ukikosa, si unaona wewe sasa uko vulnerable. Kwa sababu wewe ukienda mahali popote, utakuwa ukihofia simu yako isiende, utakuwa ukihofia usipigwe. Kuna ile inaitwa ngeta, usipigwe ngeta. Sio kama mnajua ngeta ni nini? Bwana asifiwe. Ngeta mtu anashika wewe. Unaweka mbao hapa. Unaweka mbao hapa, wanafunga. Unakuja unashikiwa hapa, unainuliwa. Sasa utakuwa ukisema yote iko wapi? Hata ile pale ndani utakuwa ukisema ili wakuachilie. Hiyo ndio inaitwa. Sasa utakuwa na hofia, hata ngeta, mwizi wa vibeti, mwizi wa simu. Kwa sababu gani? Kwanza neno haujaweka moyoni. Kwa hivyo tukiweka neno peke yake, neno moja litatuweka huru na tutakuwa na uzima ndani ya maisha yetu. Sasa kuendelea sana juu unajua neno tumepewa, tumesikia neno, tumekula, tumekuwa na ubiri wawili siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na wametupa neno na tumesikia. Kwa hivyo letu ni kulimia kile tumesikia. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya mbele ya Easter, na ile leo tumepewa ni kulimia. Bwana Yesu asifiwe. Ili katika maisha yetu tuage na neno, ni tusimamiage kwa kila jambo. Bwana Yesu awabariki, awatende mema na azidi kuwa pamoja nasi. Asante.